Profesa wa saikolojia kutoka nchi ya Marekani aliwahi kusema maneno yafuatayo: The greatest discovery of my generation is that people can change their lives by changing their attitude. Uvumbuzi mkubwa ambao umefanywa katika kizazi changu ni kwamba watu wanaweza kubadilisha maisha yao kwa kubadilisha mitazamo yao. Kuna mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Helen Keller kule Marekani. Mara baada ya kuzaliwa, miezi 19 baadaye, alipatwa na ugonjwa ambao ulisababisha aweze kuwa kipofu na uwezo wake wa kusikia uweze kupata changamoto. Na hivyo katika umri mdogo kabisa alikuwa hawezi kuona, wala masikio yake yalikuwa hayafanyi kazi. Lakini kwa imani aliyokuwa nayo alipambana, hatimaye katika maisha yake aliacha historia na alama ya pekee. Akiwa na umri wa miaka 7, kwa sababu ya imani aliyokuwa nayo na ndoto iliyokuwa inawaka ndani ya moyo wake, alianza kujifunza kusoma na kuandika na masomo mengine. Na alikuwa ni mtu wa kwanza mwenye changamoto ya kuona na kusikia ambaye hatimaye alikuja kupata shahada ya chuo kikuu. Katika kipindi cha miaka yake alifanikiwa kuandika zaidi ya vitabu 14 na alikuwa miongoni mwa wazungumzaji maarufu duniani. Alipokea tuzo nyingi za heshima. Mtu mwingine, ulemavu kwake inaweza kuwa ni sababu ya kutofanikiwa katika maisha, lakini haikuwa hivyo kwa Helen Keller. Hivi umewahi kujiuliza, watoto wawili wamezaliwa katika familia moja, baba mmoja na mama mmoja, wote wanaenda shule ya msingi moja, wote wanaishi katika mazingira yanayofanana, kijiji kimoja, lakini maisha yao ya baadaye yanakuwa tofauti. Mmoja anaishi maisha ya mafanikio na mwingine anaishi maisha ya kushindwa. Nini kinacholeta tofauti katika maisha ya watu? Mtazamo. Jinsi unavyofikiri ina sehemu ya muhimu sana ya kuamua mustakabali wa maisha yako. Yale mambo ambayo yanakaa ndani ya mawazo yako, yale mambo ambayo unayafikiri mara kwa mara, yana mchango mkubwa wa kuamua ya kwamba wewe utakuwa ni mtu wa mafanikio au wewe utakuwa ni mtu ambaye sio wa mafanikio. Mtazamo ambao unatokana na jinsi unavyofikiri, na mara nyingi kile unachofikiri kinaonekana katika kauli zako unazoziongea. Mtazamo wako, jinsi unavyofikiri, jinsi unavyoongea, vina athari, na hizi athari zinaweza kuwa ni athari chanya au athari ambazo ni hasi. Mawazo yako yanaweza kukuchochea ukathubutu kufanya mambo fulani au ukaogopa kufanya mambo fulani. Kuna mwanasaikolojia mmoja aliwahi kusema hivi, ya kwamba ukiwa na kikombe ambacho kina maji nusu au kina juice nusu, mtu mwenye mtazamo hasi ukimuuliza atakwambia hiki kikombe nusu hakina maji, lakini mtu mwenye mtazamo chanya atakwambia hiki kikombe nusu yake iko juice. Miongoni mwa vitu ambavyo vinachangia
kuleta tofauti katika maisha ya watu ni nadharia ambazo tunazo. Hizi nadharia inawezekana tumejifunza au hatujajifunza, lakini hizi nadharia zinaathiri jinsi tunavyofikiria. Watu wenye hekima au wana falsafa wana nadharia zifuatazo ambazo hata kama hujasoma inawezekana ukawa nazo. Nadharia ya kwanza inaitwa nihilism. Kuna mtazamo fulani katika maisha wa kuona maisha hayana maana. Kuna mtazamo fulani katika maisha wa kuona maisha ni taabu, maisha yana mateso, maisha yana dhiki. Na ndio maana hapa Dar es Salaam kuna watu wengine ambao kazi yao kubwa ni kulalamika juu ya changamoto ya hali ya hewa iliyoko hapa. Lakini kuna watu wengine wanafurahia kuishi Dar es Salaam kwa sababu wanajua ni jiji lenye fursa. Kuna nadharia nyingine inaitwa humanism. Nadharia hii inabebwa na wale watu ambao wanaiangalia dunia kama mahali ambapo pana fursa. Wanaangalia maisha katika mtazamo chanya. Wanaangalia kama ni baraka kupata nafasi ya kuishi hapa duniani. Kuna nadharia nyingine ambayo inaitwa determinism. Nadharia hii kwa sehemu kubwa ina maana ya kwamba kuna watu wengine ambao wanafikiria maisha yao yanategemea sana watu wengine, ya kwamba yeye akishindwa katika maisha kwa sababu kuna mtu fulani alichangia kushindwa kwake. Mimi sijasoma kwa sababu wazazi wangu hawakunisomesha. Mimi niko hivi nilivyo kwa sababu nimelogwa. Yaani watu wengine wanashikilia sana maisha yao. Kuna nadharia nyingine ambayo inaamini ya kwamba kila binadamu ana uwezo wa kutawala maisha yake. Ana uwezo wa kuchagua na kuamua mustakabali wa maisha yake. Na mimi ninapendekeza kwako uwe na mtazamo ambao umejengwa katika maandiko matakatifu, mtazamo ambao ni mpana, mtazamo ambao umejengwa katika imani kwa Mungu. Unajua, tunapozungumzia mambo ya imani, sio kwamba hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna maovu. Sio kwamba hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna mateso. Sio hatuamini ya kwamba hapa duniani kuna matatizo. Lakini kuwa na imani maana yake ni kuamini ya kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi Yesu nimeushinda ulimwengu. Unajua, katika maisha jambo kubwa sana sio kila kitu kinachotokea katika maisha yako, ni jinsi unavyoitikia, jinsi unavyokabiliana na changamoto mbalimbali. Mtume Paulo katika barua kwa Warumi anasema ya kwamba ni nani atakayetutenga na upendo wa Mungu? Je, ni dhiki? Je, ni shida? Je, ni uchi? Je, ni kukosa mavazi? Anasema hakuna kitu chochote kitakachoweza kututenga na upendo wa Mungu. Yule mtu aliye na imani kwa Mungu, hata changamoto zinapomkabili kwa sababu ya imani yake kwa Mungu, ana ushindi katika kukabiliana na changamoto hizi. Unajua, corona au COVID-19 ilipokuwepo, kuna watu wengine COVID-19 iliwanyong'onyeza. Walikaa ndani ya nyumba, wamesinyaa. Wengine shughuli za kiuchumi zilisimama. Lakini ndani ya janga hili la corona, kuna watu wengine waliona fursa za kiuchumi. Na kuna watu wengine walitengeneza fedha na waliona fursa na waligundua bidhaa mpya na huduma mpya ambazo zinahitajika katika kipindi hiki.
Kuna wakati fulani niliwahi kusoma kitabu kimoja ambacho kinaitwa The Power of Positive Thinking, nguvu ya mtandao, nguvu ya mtazamo chanya. Kitabu hiki kimeandikwa na Dr. Norman Vincent Peale. Anazungumzia juu ya umuhimu wa kuwa na mawazo mazuri, umuhimu wa kuwa na mtazamo chanya katika maisha, umuhimu wa kujiamini ya kwamba ninaweza. Unajua, ninapenda kile kitu alichokuwa nakisema Barack Obama, yes we can, ndiyo tunaweza. Unajua, maisha ni matokeo ya jinsi unavyochagua kuwa. Maisha ni matokeo ya unaamua kuwa ni mtu wa imani au unaamua kuwa ni mtu wa mashaka na hofu na woga na wasiwasi, au kuwa mtu mwenye matumaini. Mwandishi mmoja wa vitabu mashuhuri anaitwa Joel Arthur Nanauka, katika kitabu chake kinachoitwa Tabia 12 zinazoleta mafanikio, sura ya 2 ya kitabu hiki inaongea juu ya umuhimu wa kuwa na ile hali ya kuwa na imani na kujiamini na kuwa na mawazo chanya katika maisha. Na anasema miongoni mwa njia za kujenga mawazo chanya ni kuchunga maneno. Tawala maneno watu wanayokuambia. Mtu anapokutamkia maneno mabaya, usiyakubali. Ben Carson, mama yake alikuwa anamwambia, mwanangu, wewe ni mtoto wa pekee, una kipaji na baadaye utakuja kuwa mtu maarufu duniani. Wazazi, mtamkie mtoto wako maneno mazuri. Wewe mwanamme, mtamkie mke wako maneno mazuri. Wewe mama, mtamkie mume wako maneno mazuri. Anapoamka asubuhi kwenda kazini, mwambie baba, we ni jembe, we ni jembe na kuaminia unaweza. Leo tunaishi kwenye nyumba ya kupanga, lakini ninajua hivi karibuni na sisi wenyewe tutajenga. Yale maneno mazuri ambayo watu wengine wanakutamkia yakubali, lakini yale maneno mabaya yakatae. Mwambie, kwa neema ya Mungu hayo uliyoyatamka sivyo mimi nilivyo. Na naomba nikutie moyo, wewe mwenyewe jitamkie maneno mazuri. Usisubiri tu kupata fadhila za watu wengine. Jitamkie maneno mazuri. Sema, kwa neema ya Mungu ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Acha maneno ya kusema siwezi. Unajua, kuna watu wengine wanafikiri unyenyekevu ni kujishusha, ni kujitamkia maneno mabaya. Ngoja nikwambie nini maana unyenyekevu. Unyenyekevu ni kumuomba Mungu akuinue juu vileleni, na kukuinua juu, ukiwa kule juu vileleni unasema niko hapa kwa sababu ya neema ya Yesu. Yaani hapa nilipo ni kwa sababu tu ya neema ya Yesu. Huo ndio unyenyekevu. Yaani Mungu anakutumia kwa viwango vikubwa, alafu tukufu unampa yeye. Ninaomba nikutie moyo katika maisha yako, uwe na ndoto kubwa. Thubutu kufanya mambo ambayo watu wengine wanafikiri hayawezekani. Na ninaomba nikuambie, Mungu akiwa upande wako, yote yanawezekana. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 50 na lile fungu la 24 hadi fungu la 26. Mwanzo sura ya 50 fungu la 24 hadi 26. Habari njema Kiswahili cha kisasa inasema hivi: baadaye Yosefu aliwaambia ndugu zake,
mimi sasa ninakaribia kufa, lakini hakika Mungu atawajilia kuwasaidia. Atawatoa katika nchi hii na kuwapelekeni katika nchi aliyomwapia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kisha Yosefu akawaapiza wana wa Israeli akisema, Mungu atakapowaijia na kuwasaidia, hakikisheni kwamba mnaichukua mifupa yangu kutoka huku. Basi Yosefu akafariki kule Misri akiwa na umri wa miaka 110, nao wakamweka mwili wake dawa usioze, wakamweka katika jeneza kule Misri. Mungu alikuwa amempatia Abraham ahadi, na ahadi hii ni ya kumpatia nchi ya Kanaani, nchi inayomiminika maziwa na asali, nchi iliyo katika sehemu ya kimkakati katikati ya dunia. Na alimpatia nchi hii yeye na uzao wake. Na Mungu akamwambia Abraham, wakati fulani uzao wako utaenda Misri na utakaa huko, lakini baada ya vizazi 4, hata baada ya mateso, kwa sababu atainuka Farao asiyemjua Yusufu, lakini wazao wako watatoka katika nchi hii na ushindi mkubwa, na mimi nitawatoa katika makucha ya Farao. Yakobo alipokuwa nakufa, aliwaapiza watoto wake ya kwamba wamzike katika nchi ya Kanaani, katika makaburi ya babu yake Abraham, kwa sababu alijua ya kwamba mimi ni mtu wa Kanaani. Huku Misri mimi ni mgeni tu, lakini kwetu ni Kanaani. Maandiko matakatifu yanamuweka Yusufu miongoni mwa mashujaa wa imani wanaopatikana katika Waebrania sura ile ya 11. Na Yusufu anasemekana ya kwamba alikuwa ni mtu mwenye imani, na ndiyo maana akawaambia wana wa Israeli akasema, nitakapokufa, hata nikifa, ninaomba mifupa yangu ichukuliwe na ikazikwe katika makaburi ya babu yangu Abraham, na nina uhakika siku moja Mungu atawajilia na atawatoa katika nchi hii ya Misri. Yusufu alipokuwa anatamka maneno haya, aliyatamka kwa imani. Alijua ya kwamba siku moja wana wa Israeli wataondolewa katika nchi ya Misri, na akasema mifupa yangu na yenyewe iondolewe katika nchi ya Misri. Kuna mahali pa muda ambapo Yusufu aliwekwa katika jeneza la muda, na lile jeneza wana wa Israeli walipokuwa naliangalia, walijua ya kwamba tunakumbuka ya kwamba Yusufu mifupa yake itaondolewa, na siku moja na sisi pamoja na kwamba tunateseka katika nchi hii ya Misri, lakini siku moja tutarudi katika nchi yetu ya Kanaani. Yusufu alikuwa ni mtu mwenye ndoto na aliamini katika ndoto yake, na ndio maana alitamka ndoto yake ya kwamba ninayo ndoto, mganda wangu utasimama wakati miganda mingine inainama. Ukiwa na ndoto, itamke ndoto yako, lakini usiitamke kwa kila mtu. Kuna watu wengine hawawezi kufurahia kusikia ndoto zako, kwa hiyo sio kila mtu wa kumwambia ndoto yako, wengine waione itakapotimia kwa vitendo. Yusufu alikuwa na imani ya kwamba lele ameitwa duniani kuja kuwa mtu mashuhuri, kiongozi, na aliamini ya kwamba ndoto yake hii itatimia. Akiwa katika nyumba ya Potifa, yeye hakujiona kama mtumwa tu,
alijiona ya kwamba yeye ni kiongozi. Nataka nikuambie watu wa imani wakoje. Mtu aliye na imani anaona vitu ambavyo watu wengine hawavioni. Yaani yuko kwenye ulimwengu wa roho. Yusufu akiwa kwenye nyumba ya Potifa kama mtumwa, yeye anajiona ni kiongozi. Ninaomba nikuambie, hata kama we sio kiongozi, hujapewa madaraka, tembea kama kiongozi. Usisubiri kuvaa suti baada ya kuchaguliwa na rais kuwa waziri au kuwa mbunge ndio unaanza kuvaa suti. Anza kuvaa suti hata kabla hujapewa wadhifa wowote ule. Anza kutembea, anza kuvaa vile ambavyo unafikiria kuwa. Yusufu akiwa kwenye nyumba ya Potifa, mtumwa, yeye anajiona kwamba mimi ni kiongozi. Na kweli uongozi akapewa. Akaambiwa na Potifa, katika watumishi wangu hawa wote, wewe ndio utakuwa msimamizi wa watumishi wangu. Yusufu akiwa gerezani kama mfungwa, yeye anajiona ni kiongozi. Na anaishi kama kiongozi. Anatembea kama kiongozi. Anaongea kama kiongozi. Anafanya mambo kama kiongozi. Yeye ni mtumwa, ni mfungwa, lakini anasema mimi sio mtu wa kawaida. Mimi nimeletwa kuibariki dunia. Na kweli akiwa gerezani, kwa imani yake hiyo akachaguliwa kuwa kiongozi. Nataka nikuambie, kipaji ulichonacho utakitumia katika mazingira yoyote. Ukiwa na imani, kipaji chako kitaonekana na kitatumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Nataka nikuambie, hata kama leo huna mchumba, hata kama umri umeenda na unakaribia kukata tamaa, wewe amini ya kwamba kwa neema ya Yesu utaolewa. Na amini ya kwamba utaolewa. Na naomba nikuambie, anza hata kutafuta majina ya watoto wako. Hata kama una mchumba, sema mtoto wangu wa kwanza nitakayemzaa ataitwa jina hili. Ndivyo wanavyoishi watu wa imani. Rafiki zangu, naomba niwaambie, imani ni kitu cha muhimu sana. Hata katika maisha ya kiroho, imani ni kitu cha muhimu sana. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Watakaookolewa ni watu wanaomwamini Yesu, sio watu wenye mashaka na Yesu ya kwamba Yesu ni mkombozi wa ulimwengu. Watakaookolewa ni watu wenye imani. Kitabu cha Ufunuo 21 kinasema, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wazinzi na wauaji, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto. Waoga na wasioamini wamewekwa kwenye kundi moja na wazinzi na wachawi. Kuishi maisha ya wasiwasi na hofu na kukosa imani ni dalili ambazo Mungu hazipendi. Naomba nikutie moyo. Omba lile ombi la wanafunzi, Bwana tuongezee imani. Na kutia moyo, fanya maamuzi ya kumwamini Yesu, ya kwamba Yesu ndiye mkombozi wa ulimwengu, na ya kwamba ukimwamini unaweza ukaokolewa. Praise team, wimbo namba 9, njooni hapa mbele. Muumbaji, mfalme, vitu vyote ni vyako.
Naomba tusimame tunapoimba wimbo huo, na ninaomba usogee hapa mbele. Wewe ambaye una sadaka yako, itoe kwenye sanduku la sadaka. Wewe uliye na ombi lako, liweke katika sehemu ya maombi. Sogeni hapa mbele tunapoimba wimbo namba 9. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la wokovu ulimwenguni, daktari bingwa na mponyaji mkuu wa magonjwa yote, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Hakika wewe ni Mungu, na kwa matendo yako tuliyoyasikia, miujiza uliyoifanya, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndiye Mungu ambaye siku hii ya leo tumeamua kulisifu jina lako, kwa sababu jina lako ni ngome imara na kila anayelikimbilia anakuwa salama. Mungu wetu, tunapoangalia katika maisha yetu, tunagundua ya kwamba baraka zako zimekuwa katika maisha yetu. Mioyo yetu inajaa wingi wa shukurani kwa sababu ya mema ambayo umeyafanya katika maisha yetu. Na siku hii ya leo tumekuja katika nyumba yako hii ya sala, tukiwa na hitaji lingine la kuhitaji mibaraka mingine zaidi katika maisha yetu. Mibaraka ya kwanza ambayo tunaiomba Yesu, tunaomba mibaraka ya kiroho katika maisha yetu. Zile dhambi ambazo tumezifanya kwa makusudi au kwa bahati mbaya, Yesu, kwa neema yako na kwa sababu ya damu yako iliyomwagika msalabani, tunaomba usamehe dhambi zetu. Na tunaomba ile imani iliyokuwa ndani ya Yusufu, ile imani iliyokuwa ndani ya wale mashujaa, tunaomba imani hiyo ikawe ndani yetu. Tusaidie kukuamini Yesu,
na kujua kwamba hakika fadhili zako ni za milele katika maisha yetu. Mungu wangu na mfalme wangu, hawa watu ambao wamehudhuria ibada ya siku hii ya leo hapa kanisani Magomeni, na hawa watu ambao wanatufuatilia mtandaoni, kuna watu ambao wameleta maombi yao na yamewekwa katika boksi hilo. Wameyaleta maombi yao kwa sababu wanaamini wewe ni Mungu wa mambo yasiyowezekana. Wanaamini ya kwamba wewe ni Mungu ambaye sikio lako si zito na hakika unajibu maombi. Ninaomba leo Yesu ikajulikane ya kwamba hakika hili kanisa ni nyumba ya sala kwa mataifa yote, na hili ni hekalu lako, na maombi yanayoombwa kupitia hapa, ninaomba Yesu kwa neema yako uyajibu. Ninatambua ya kwamba kuna watu ambao wamejinyima usingizi, wamekuja kanisani hapa kukutafuta uso wako. Yesu, kwa neema ulionipatia, ninaomba nitamke baraka kwa kila mtu aliyehudhuria ibada ya leo na amekuja akitambua ya kwamba atakutana na Yesu wa Nazareti. Ninajua Yesu, kuna watu ambao hawajaweza kuhudhuria ibada ya leo, lakini wanatufuatilia kwa njia mtandao. Kwa neema ambayo Yesu amenipatia, hapo ulipo na simu yako na chombo chochote cha teknolojia, ninaomba nitamke baraka kwako. Pokea baraka kwa jina la Yesu. Na Yesu, kwa neema yako, yale maombi yaliyoletwa, yaliyo ndani ya sanduku hilo la maombi, maombi ambayo mzee wa kanisa anagusa sanduku hilo, ninaomba wewe mwenyewe Yesu uyaguse kwa mkono wako, na ninaomba kila aliyeomba apokee kwa utukufu wa jina lako. Leo kwa neema ya Yesu nataka nitamke baraka kwako. Nitumie baraka ambayo Isaka aliitamka kwa Yakobo. Mungu akumiminie umane wa mbinguni, akupe ardhi yenye rutuba, nafaka na divai kwa wingi. Jamii za watu zikutumikie na mataifa ya kuinamie kwa heshima. Uwe mtawala wa ndugu zako na wana wa mama yako wa kuinamie kwa heshima. Kila akulaanie na alaaniwe, na kila anayekubariki na akubarikiwe. Kwa mamlaka niliyopewa, naomba nitamke baraka kwa ajili yako. Ninaomba kuja kwako kanisani leo kusiwe kwa kawaida. Hujaja kukutana na Lusekelo Makalindile, umekuja kukutana na simba wa kabila la Yuda. Na ninaomba huyo simba wa kabila la Yuda afanye kitu katika maisha yako. Ninaomba kuja kwako kanisani leo kukalete tofauti, na yule Mungu ambaye anatenda muujiza leo akutendee muujiza. Wewe unayetufuatilia kwa njia mtandao, ninatamka baraka kwa ajili yako leo. Baraka zisizo za kawaida ziandamane pamoja nayo. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani, kwa jina la Yesu Kristo. Amina.